Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji wa Babdao Miladu TV, karibu sana. Leo ilikuwa ni kilele cha maadhimisho ya mashindano ya Qur'an kwa wanawake watu wazima, na yamefanyika hapa katika ukumbi wa DYCCC Changombe jijini Dar es Salaam. Katika mashindano haya kulikuwa kuna washiriki wengi sana, lakini kulikuwa kuna makundi mbalimbali, ila kuna kundi la watu maalum ambao kundi hili limeweza kumtoa binti mmoja ambaye kwa taarifa zinasema kuwa huyu amesilimu ndani ya mwaka mmoja, na ndani ya huo mwaka mmoja ameweza kuhifadhi juzuu moja. Na huyu anaitwa Amina, atajitambulisha mwenyewe majina yake kamili, alafu tupata kufahamu aliwezaje, ilikuwaje mpaka kufika hapa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa faida ya anayekutazama, unaitwa nani majina kamili? Kwa majina naitwa Amina Joseph Kimu. Una miaka mingapi? Miaka 25. Mimi nataka kufahamu kwa ufupi historia yako ya kuingia kwenye Uislamu. Kwa ufupi tu, ilikuwaje, nini kilikuhamasisha hapo awali? Kilichonihamasisha kuingia kwenye Uislamu, namshukuru sana dada yangu nilikuwa nakaaga naye, ambaye dada yangu alikuwa anasomaga madrasa. Nilikuwa namsikiliza akisoma haya maneno ya Mwenyezi Mungu, na mimi nikasema kwa nini siingie huko, kwa sababu hayo maneno ambayo yeye alikuwa anayasoma hata mwenyewe nilikuwa nikiangalia siwezi kuyatamka. Na mimi nikasema sasa huyu anawezaje kuyatamka haya maneno? Na mimi kadri alivyoendelea kukaa na mimi na kusoma, na mimi alinihamasisha kwa ukweli, ndo na mimi nikajikuta nimeipenda hii dini ya Mwenyezi Mungu na kitabu chake. Tunajua wasichana wa rika kama lako wanakuwa wana mambo mengi sana. Wewe uliwezaje ndani ya mwaka mmoja kujifunza Qur'an na kuihifadhi juzuu moja? Kiukweli namshukuru sana mwalimu wangu ambaye amenifundisha, na pia ambaye yeye ndo amenisimamia kwa kila kitu. Namshukuru sana, yeye ndo alikuwa akinihamasisha kwa kila kitu, na pia amenifundisha, alikuwa akinifuatilia kwa kila siku, alikuwa ananifuatilia na ananifundisha vizuri mpaka na mimi nikawa mwepesi kukielewa hicho kitabu kwa uharaka. Na ratiba zako kwa siku zikoje? Yani umepanga muda gani wa kusoma, ama unaenda madrasa, ama utaratibu wako uko vipi? Kwa muda wangu mimi hapa nilikuwa nimepangilia. Mwanzo mimi nilikuwa naendaga madrasa asubuhi. Naenda asubuhi saa 1 mpaka saa 12. Chakula cha mchana tunapata hapo, kwa hiyo kila kitu hapo. Kwa hiyo nilikuwa napata muda mwingi wa kusoma. Unamwambia nini binti wa umri kama wa kwako ambaye pengine anatamani kuhifadhi Qur'an, lakini anajiuliza huyu kawezaje mwaka mmoja akaingia kwenye Uislamu, alikuwa haujui alafu kahifadhi hivi, amewezaje? Unamwambia nini? Kitu cha kwanza ni kukipenda. Ukishapenda kitu kwenye moyo wako, hamna kitu kitakachoshindikana. Kwa hiyo utaweza kupangilia ratiba zako, kama muda huu niende huku na huu muda mwingine niende huku. Kwa hiyo namwambia ajitahidi. Sawa, shukran sana Amina. Haya, shukran. Haya, Amina anakuambia wewe msichana ambaye unatamani kufika yeye alipofika, pengine uhifadhi Qur'an huko ambako upo, ama uje ushiriki mashindano ya Qur'an, endelea kujitahidi na uonyeshe juhudi zako katika hicho ambacho wewe unakiaminia, na imani story hii itakuwa imekufungua akili na kukuambia kuwa hata wewe hapo ulipo unaweza kuisoma Qur'an na kuihifadhi ndani ya muda mfupi sana. Mimi naitwa Farida Saif, hii ni Babdao Miladu TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare. Wa ila ligha.
Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.